Jina langu ni Watson Omulokoli. Mimi ni mkaaji wa kijiji cha Esalua hapa Bunyore. Tulikuwa na mazishi ya mjukuu wangu tarehe 14 mwezi wa Juni. Tukamaliza mazishi, tukaanza sasa kutulia. Tulipokuwa tunatulia, wale ambao walikuwa nje wakaona mtu mmoja ambaye alikuwa mgeni. Wakaanza kumkimbiza. Walipomkimbiza hakupata nafasi ya kuepuka, wakamshika, wakamweka chini, wakamfunga mikono. Alipokuwa amefungwa mikono, alizingirwa na wale ambao walikuwa kwa compound. Sasa baadaye wale ambao walikuwa kwa compound wakasema kwamba mtu yeyote ambaye hahusiki na familia au hahusiki na kazi ya mazishi ajitenge kutoka familia, ijitenge. Watu ambao walikuwa wanahusika na kazi za mashishi wajitenge. Walipojitenga, tukagundua kwamba in addition kwa yule mmoja kulikuwa na wengine 4 ambao walikuwa kwa compound bila sababu yoyote. Sasa sisi tukaamini kwamba sababu ya hao kuwa kwa compound haikuwa nia nzuri, pengine nia ya kuumiza mtu au kuiba kitu kwa compound. Tukawafunga na kamba, alafu tukawakalisha chini. So sijui unachukulia vipi, usai wako wapi? Tulipowakalisha chini, tukatuma mmoja wa askari waliokuwa kwa compound aende kwa police station ya Rabuori ambayo iko kama 800 meters kutoka kwa boma langu. Walikopofika huko, wakaambiwa pole kwa tabu ambayo mmepata, lakini sisi police station ya Rabuori tunahusika na mambo ya Luanda County, na hapo ambapo mliko ni county ya Emuhaya. Kwa hivyo mtafute usaidizi kutoka kwa county ya Emuhaya. Tulitafuta njia tofauti mpaka tukapata njia ya kumfikia OCPD wa area yetu. Tulipompata, akatuma askari 8 hapa kwa compound. Walipofika hapa kwa compound, tukawakabidhi wale watu 5 ambao tulikuwa tumepata kwa compound, ambao walikuwa na nia mbaya, aidha ya kuumiza mtu au ya kuiba kwa compound. Wakasafirishwa mpaka kwa police station ya Mbali. Asubuhi ya leo nilituma askari wangu 2 ambao walikuwa kwa compound siku hiyo na mfanyikazi mmoja wa compound hii waende Mbali kurecord statement. Sasa tumemaliza kazi yetu, tuliwakabidhi kwa police station ya Mbali na wamewekwa kwa police station ya Mbali. Wafanyikazi wangu wameenda huko, wamerekodi statement. Kitu cha kushangaza ni kwamba hao vijana hawakutoka kwa hii village, lakini tunaamini pengine kuna mtu kwa hii village ambaye aliwafungulia njia ya kuingia kwa village. Mmoja alikuwa kutoka village ya Esiruro, mwingine village ya Ebusubi, mwingine village ya Ebusakami,
mwingine kutoka village ya Ujaluo huku Sagamu. Sasa hao walikuwa kikundi kimoja, lakini wanatoka pande mbalimbali. Ni lazima inaonekana kwamba wanafanya hii kazi si siku hiyo tu, lakini siku zingine zote. Kutoka Esirulo, Ebusubi, Ebusakami na Sagamu walipatikana hapa kwa njia gani kwa kikundi kimoja? Mboembu ndakosia omwisukulu wanje omusiyani manimbulila obulu sana nikhwakhamia bira nimbara nundi khwitsa khunyola obulukho olwakhwali nundi khwikhaye khosiparanga akeinyuma enda keimberi khulwa abakambi bali bakhwotselesiye nekhula abasiyani badadi nindekhere esiyowa nibalombanga liyoka mbu omundu unyolekhere mu compound orali orenyekhanga mu compound. Olwaba mutira bamboa olwenyuma nikanyolekha mbu siyali yenyene tawe abula balimuo abandi bane babamala baboa abasiyani abo bosi barano bababoa nemikoye. Olwaba baboa nemikoye ne omusikari mulila kubandu alini nabo mu compound natia police station ya Rabuor kidogo. Mimi kama mtumishi wa Mungu, kitu ambacho naweza kuelezea, vijana kama hao wanakosa yani mafundisho. Kama wanaweza kuelimishwa kwa njia ambayo inafaa, na nao pia wakubali kuzingatia, visa kama hizo haziwezi patikana. Lakini kwa sababu tena hawana kasi, hawa wanakaa bure, sasa ndio sababu wanachukua nafasi ya kwenda kusumbua watu. Sasa wakati tunapopeleka ripoti, inastahili tufuate. Tusipofuata inakuwa ngumu vile hao watu wanaweza kushikwa. Sasa inabidi tuwe yani ukipeleka ripoti inabidi ufuatilie. Mimi ni Jack Mia, mkazi wa hapa, na nikesema visa kama hivi kuadhiri maendeleo na tena mambo ya kuishi vizuri, sababu unaishi na wasiwasi. Huwezi jua watakuvamia lini, na maendeleo tuseme ukivuka kama mvuko, kuku, hata mimea, hauna hakika kama utapata yote. Yeah. Msaidike vipi? Sasa security, upande wa security ndio yafaa ikaze kamba, sababu isipokaza kamba hii itaendelea. Yeah. Na sijui nyinyi kama wananchi mnaona polisi wakiongezwa mshahara vitu kama hivi vitapungua? Sidhani, lazima tu serikali ichukue mbinu nyingine, sababu visa kama hivi una report. Kwa mfano kisa chenye kilikuwa hapa, kuna polisi hapa tuliwaita wakasema si Waimwaya, tupatafute Waimwaya. Sasa unaona na wako hapa, si ati wako mbali. Sasa hapo nasema pengine serikali ichukue tu mbinu nyingine ya kushughulika na wao, waongeze mzahara kama kazi inaendelea, sababu unaweza kufia tu hapa na wako. Yeah. Na changamoto zipi mnazokumbana nazo mnaporipoti visa vya uhalifu huko mashinani? Ya kwanza ni vile nimesema, unaripoti na wanakurifaa kwa watu wengine na umevamiwa. Sasa tuseme kama ungepiga simu wanakurifaa na watu wako kwa boma, na tuseme pekine uko peke yako, hapo ni ngumu sana. Hiyo ndio changamoto kubwa sana.